Andiko linasema ya kwamba amtegemeaye mwanadamu amelaniwa. Ukisoma kitabu cha Yeremia sura ya 17 mstari wa 5. Kumtegemea mwanadamu au kuwategemea watu ni badiliko linalozaliwa ndani ya moyo wa mtu au ndani ya mioyo ya watu. Badala ya kuendelea kumtegemea Mungu, mtu anaamua kuanza kuwategemea wanadamu au kuanza kumtegemea mtu. Kwa hiyo kuwategemea wanadamu ni badiliko linalozaliwa ndani ya mioyo ya watu au ndani ya moyo wa mtu. Mtu wa Mungu, ukiwaona watu wa namna hii wakizungumza maneno ya namna hii ya kwamba bila mtu fulani nisingekuwa na hii elimu, bila mtu fulani nisingekuwa na hii biashara, bila mtu fulani nisingekuwa na haya matokeo, mtu fulani ndiye anayenifanya niishi mjini. Haya maneno ni maneno ambayo tayari ni matunda ya watu kumwacha Mungu na kuamua kumtegemea mtu au kuwategemea wanadamu au kuwategemea watu. Ni mabadiliko ambayo tayari yamezaliwa ndani ya mioyo yao ya kuamua kumwacha Mungu na kuamua kuwategemea wanadamu au kuwategemea watu au kumtegemea mtu. Sasa mtu wa Mungu iko hivi, kumbuka ya kwamba Mungu anapotaka kufanya jambo fulani kwenye maisha ya mtu fulani, huwa anatumia mtu au anatumia watu kuyafanikisha maisha ya watu au kuyainua maisha ya watu. Sasa watu wengi huwa wanajisahau, badala ya kumuona Mungu kwenye maisha ya watu, wanaanza kuwaona hawa watu ambao Mungu huwa anawatumia yeye kuyabadilisha maisha ya hawa watu. Sasa mtu wa Mungu iko hivi, ili ujiepushe na hali hii ya kuwategemea watu au kuwategemea wanadamu, acha kuwaona hawa watu ndio wamekuwa ni sababu ya wewe kufanikiwa. Acha kuwaona hawa watu ndio wamekuwa ni sababu ya kuwa na hicho ulicho nacho. Muone Mungu yeye ndio amekuwa ni sababu ya hicho ulicho nacho kupitia hawa watu na si hawa watu. Kumbuka kwamba hawa watu Mungu anawatumia tu. Mtu wa Mungu, Mungu akubariki sana kupitia ujumbe huu katika jina la Yesu.